Mheshimiwa, katika mtandao wetu wa Omokenya TV mahali popote ulipo, hujambo, natumai umzima, ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika uchanganuzi ili nikueleze vile mambo yalivyo, kisha baadaye nitakuwa na changanua moja kwa moja. Naomba kuanza uchanganuzi siku ya leo kwa kuuliza swali. Je, unaamini Raila Odinga atamuunga mkono rais wa sasa William Ruto katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027? Je, unaamini Raila Odinga atamuunga mkono rais wa sasa William Ruto katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027? Niandikie katika sehemu ya maoni na tutakuwa tunapitia moja kwa moja. Sasa leo kulikuwa na mazishi ya mwenda zake aliyekuwa mbunge katika eneo bunge wakilishi la Kasipul, Charles Were, katika kaunti ya Homa Bay. Wanasiasa, viongozi na watu kutoka maeneo mbalimbali waliweza kuhudhuria sherehe ya mwisho ya mwenda zake Charles Were. Kuna ujumbe mzito, habari mbaya ambayo iliweza kutumwa na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga kwa Rais William Ruto. Ni kipi hiki ambacho alizungumza? Kwa nini alizungumza hivyo licha ya kuwa katika serikali ya broad based government? Hayo ndio tunaenda kuchanganua kwa undani. Kabla nizame kwa undani, unapoendelea kutazama hii kanda, naomba ukaweze kutupea ama kutukabidhi a like. Kuna alama hapa chini inaonyesha hivi, tukabidhi a like katika kanda hii unapoendelea kuitazama. Ikiwa hauja subscribe, kuna kitufe hapa chini na kuomba tu wewe ni mgeni maybe ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe, kuna kitufe hapa chini kimeandikwa subscribe. Ikiwa umeandikiwa subscribed, wewe hauna nia ya kubonyeza kwa sababu wewe tayari ni subscriber, nasema asante kwa umbali ambao umenifikisha kwa kunipiga jeki katika mtandao wetu wa Omokenya TV. Lakini ikiwa kwa kitufe umeandikiwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuandikiwa subscribed. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapozungua katika mtandao huu wa Omokenya TV. Maana tunapoweka kanda mpya utakuwa unapokea notification ya kufahamisha kwa Omokenya TV umeweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Sambaza hii kanda kwa 1 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Without wasting your time, back to today's analysis. Katika mazishi kuna ujumbe ambao uliweza kuachiliwa na Raila Odinga ambao ni wa kushtua na kutingisha ikulu ya Kenya. Ni ujumbe upi huu aliweza kuutoa? Wakati Raila Odinga alikabidhiwa kipaza sauti kuzungumzia waombolezaji, aliweza kusimama kidete na kusema ya kwamba wakati katibu mkuu wa chama cha ODM anapozungumza, anazungumza kama sauti ya chama. Tusikize vile aliweza kutoa ujumbe mkali kwa Rais William Ruto na serikali ya Kenya Kwanza. Tusikize vile aliweza kumtetea Edwin Sifuna, kisha baadaye nikirudi nitakuambia ni kipi ambacho Edwin Sifuna amekuwa akizungumza, kisha baadaye tuchanganue. Tusikize Raila Odinga akiwa Homa Bay kwa mazishi. And the spokesman of the party is usually the Secretary General, so Sifuna. When Sifuna speaks, he's speaking on behalf of the party. Ultimately, there's an official position that will be articulated by the party. Umesikiza vile Raila Odinga alisema. Sifuna ambaye ni katibu mkuu wa chama chake cha ODM anazungumza sauti ya chama. Ni kipi hiki ambacho Sifuna amekuwa akizungumza? Siku ya Jumatano, Sifuna aliweza kusema ya kwamba there is nothing like broad-based government. Tusikize. There is a government of Kenya Kwanza under the leadership of President William Ruto. Every cabinet secretary who serves in that government serves the Kenya Kwanza government. Some of these individuals who join the government recently think they are there to represent their ethnic community. That every time a cabinet secretary stands up, he tells you how much the Ministry of Energy has allocated to power projects in Nyanza. So the rest of us lawyers are sitting there wondering, Allah, so who is going to speak about the projects in Bungoma? This thing called broad-based. I don't know where it exists. Personally, I don't recognize any entity called broad-based.
Sauti hiyo ni ya Edwin Sifuna ambaye siku ya Jumatano alikataa akasema ya kwamba broad-based government hakuna kitu kama hicho. Siku ya Alhamisi Edwin Sifuna naye aliweza kusema wakati alikuwa kwa televisheni moja humu nchini, akasema ya kwamba Ruto is a one term president. 2027 tutakuwa na rais tofauti. Tumsikize. We still intend. We have not given up our quest to lead this country. So we will be in the field to face whoever it is else will be there, including President William Ruto. And the natural consequence of that is we will make him a one-term president because we want to grab that power from him. ODM exists to fight for political power in these democratic processes. Sasa umesikiza msimamo sasa wa chama cha ODM, kwa sababu Raila ndiye alituwekea peupe kwamba sauti ya chama anayo yule ambaye anaitwa Edwin Sifuna. Kumaanisha chochote ambacho Sifuna anakizungumza ni sauti ya chama na baba anaelewa ambaye ni Raila Odinga. Now I want to put this into perspective so that we can understand why Raila Odinga decided to defend his own party secretary general Edwin Sifuna. Point number 1. Matamshi haya yanamaanisha nini? Ruto should calculate his future politics without Raila Odinga. Mupende musipende, mukatae mukubali, Raila Odinga hata munga mkono kuchaguliwa tena kwa Rais William Ruto. Kwa nini? Amesema kile ambacho Sifuna amekuwa akizungumza ni sauti ya chama. Chama ni Raila Odinga, ODM ni Raila Odinga, Raila Odinga ni ODM. Sasa Sifuna anazungumza kama a spokesperson, yani msemaji. Kwa hivyo Raila Odinga, we understand, is not going to support the re-election of the current president William Ruto. Kwa hivyo anapozungumza Raila anatumia watu wake ambao wanatumika kupass message ya chama cha ODM. So that means President William Ruto should calculate his political future without Raila Odinga. Asimuhesabu kwa sababu hatakuwa. Number 2, matamshi hayo yanamaanisha nini? ODM must field its own presidential candidate in the next general elections. Chama cha ODM kinaenda kuwa na mwaniaji wa kiti cha urais katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027. Na huenda wasiwe ama wasiingie katika muungano wowote, ila tu wasimame. Kusimama kwao huenda wasichukue kura ama kiti kile, ila tu kuharibu some votes in this country Kenya, kwa sababu tuko na mrengo mwingine wa upinzani ambao unaongozwa na Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Matiang'i, Eugene Wamalwa, Martha Karua na wengine. Kwa hivyo Raila Odinga akiamua chama chake cha ODM kusimama, inamaanisha kuna uwezekano asiingie kwa mrengo wa upinzani kwa sababu hawaendani pamoja na Rigathi Gachagua, kwa sababu wabunge wa chama cha ODM waliweza kutumikwa wakati Rigathi Gachagua alikuwa anaondolewa mamlakani. Lakini unajua politics has no permanent enmity, or there is no permanent enmity in politics. Maybe wanaweza kusameheana na kurudiana, but vile wanazungumza 2027 ODM itakuwa na mwaniaji wao. What do you think? Raila Odinga atamunga mkono William Ruto? Mazungumzo yake yamekuwa tofauti licha ya watu wake, the so called experts, kuwa katika serikali. Ni habari ambayo ilikuwa ya kutisha kisiasa. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye. Ikiwa hauja subscribe, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuandikiwa subscribed. Ikiwa unatazama umeandikiwa subscribed, wewe
hauna nia ya kubonyeza kwa sababu tayari ni subscriber, na asante, nashukuru. Sambaza hii kanda kwa 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Asanteni sana, let's meet in the next video. Bye bye ladies and gentlemen.